ukiona unarudi nyumbani kama ulikuwa unaenda dukani. Hiyo sio sura ya kukutana nayo. Nakuja kukuongelesha kama nani? Na uko na namba yake? Chukua nikikuta namba yake kwa simu yako utaona. Karanja James ako wapi? Yako na deni ya 1000. Haya iko Joyce Waithera ameingia leo. Joyce Waithera. Ni ile watu waliandika apology. Alituma apology. Hapana, apology atume pesa. Atume pesa 500. Philip Otieno 700. Oumo Dhiambo 500. Iko Akinyi John 1000 na kabakisha ametoa 1000 na ametoa 500, imebaki 500. Omondi Okeo. Hizi ni ndugu ya Pamela. Aliandika 3000 na tangu aliandika tujamuona. Na nimeona jina ya papa hapo. Papa. Oh, hapo hapa lakini pia hajatoa. Unajua nimemwona akipita tu hapa nje. Ameandika lakini hajatoa. Hii ni ile group ya kuandika na kurepa. Hata Shegu Peter ako na deni ya pesa. Sasa Shegu, unajua Shegu bado alinielezea kwa college. Mtu ako college na anaandika pesa, atalipa shule ama atalipa masisi. Hiki na hapa sika nasoma. Na kanajifanya kuandika kwa jina. Kuna watu atatoa wapi? Atalipa shule ama atalipa komiti. Aya, Timothy si nilisema ametoa. Timothy hapo na deni ya huyu. Kennedy alikuwa hapa. Aliandika 400, ametoa 400 akatoa 300. Nilitoa pesa mbona hujanisoma hapo? No, Kokoto amemaliza kulipa. Na unaweza nani anasongoza sisi na wimbo moja? Wewe huyo mshtakiwa yuko wapi? Mashahidi nafikiri wako hapo. Mimi ni Mkristo. Majina yako kamili? Topias Lichot Kokoto. Ndio hii Biblia na useme ya maneno. Mimi Topias Lichot Kokoto. Topias Lichot Kokoto. Na hapa ya kwamba maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii. Ile maneno nitasema mbele ya koti hii. Ni ukweli. Ni ukweli. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Anza kufahamisha mahakama majina yao kamili, unaitwa nani? Kama vile nimesema ni Mr. Topias Lichot Kokoto mheshimiwa. Kazi unafanya wapi bwana? Mimi nafanya kazi na IRA, Insurance Regulatory Authority mheshimiwa. Kama nani? Mimi nafanya kama Consumer Education Officer. Haswa IRA inahusika na nini? Mheshimiwa, IRA inahusika na mambo ya kuangalia mambo ya insurance mheshimiwa, mambo ya bima na vile vile, yani sisi ni kama prefect, mambo yote ya bima sisi ndio, hata ukikucha kwetu tunaweza kukuambia anything unataka kujua kuhusu mambo ya bima mheshimiwa. Na nambari zenu za simu ni gani? Tuko na namba ambazo ni 499 na vile vile kuna nyingine 499 6000 mheshimiwa. Hiyo ndio namba ambayo mwananchi akitaka kutupata wakati wowote unapika hizo namba unatupata mheshimiwa. Na ofisi zenu za IRA ziko wapi? Ofisi zetu ziko hapa Hill, barabara ya Longonot, mahali pa nyumba inaitwa Cypress Place, second floor mheshimiwa. Ghorofa ya pili. Ghorofa ya pili. Na wananchi wakitaka huduma mnawalipisha? Mheshimiwa, huduma zetu ni za bure kabisa, yani free. Ni huduma bila malipo mheshimiwa. Hatulipishi kwa huduma zetu ambazo tuna offer kwa mwananchi. Na ningependa ueleze koti mnamo tarehe 6 hapo ama hapo awali kulikuwa kumetokea kitu gani ambao unahusiana na hii kesi? Mheshimiwa, hiyo wakati umesema mimi mahali naishi nakaa mahali panaitwa Mountain View mheshimiwa. Hiyo pande ya Westlands kabla ufike area tu ya Kangemi, karibu Kangemi mheshimiwa. Sasa hapo mahali ninakaa mheshimiwa tunakaa majirani wengi pale. Sasa kuna marafiki pale na ninachuana na watu pale mheshimiwa. Sasa kuna kikundi ambayo ilifomiwa mheshimiwa, inaitwa Nyarukunga Group mheshimiwa. Hii tunasaidiana mtu akiwa na harusi, mtu akiwa na fundraising na vitu kama hizo mheshimiwa, tunasaidiana pale mheshimiwa. Sasa nikaona kwa sababu pale mimi ni kama niko secluded peke yangu, nikaamua niingie hii kwa sababu alisema mtu yote wa kutoka Western anaweza kuwa kwa hiyo kikundi mheshimiwa. Sasa mimi nimekuwa kwa hiyo kikundi kwa muda mheshimiwa. Sasa hiyo wakati tumesema tumekuwa na matanga pipi ya mwanachama wetu mmoja anaitwa James Pond, Pamela alikuwa miaka tunia mheshimiwa. Na wakati tulipokuwa katika committee ya matanga, mimi nikasimama nikawaambia patali ya kuchangisha hii kitu atunge changa.
Kama tungekuwa tuna huyu ambaye amefiwa ama yule ambaye amefariki, tungekuwa najua mambo ya bima, tungesaitika. Hatungekuwa tunakaa chini kuchanga, tungekuwa tunakaa chini kupanga jinsi tunaenda kupeleka mwili nyumbani. Bima ina gani? Mheshimiwa, kuna bima ina nyingi. Kuna bima ya afya, bima ya elimu, na vile vile kuna hii ambayo ingesaidia wakati huu wa msiba mheshimiwa, ambayo inaitwa last expense mheshimiwa. Last expense. Last expense. Hiyo ni kumaanisha nini? Hii ni bima, ni vile tuliona kuita funeral expense huwa haisikiki mzuri sana, so tunaita last expense. Hii ni ile bima ambayo wewe ukikata kama uko na hiyo policy mheshimiwa, na unalipia premiums wakati ambapo wewe umeaka dunia, wakati umeitwa ukaitika ukaenda mheshimiwa, hakuna mambo ya kuchanga. Watu wa bima ambayo ulikuwa umekata wanakusimamia kila kitu kukupeleka nyumbani mheshimiwa. Ndio. Yes. Na kuna bima nyingine mnasema? Kuna bima nyingine ambayo vile vile kumaana kama sasa Pamela vile alifariki, mzee wake si ati yako na kazi stable sana. Dio. Na wako na watoto. So wakati kama huo angekuwa wako na pia bima ya elimu mheshimiwa, saizi ingekuwa inasaidia watoto. Though bado sio late, manake mzee anaweza akakata hii bima ya elimu ya kusaidia watoto. Na vile vile wakati alipokuwa hospitali tumesumbuka sana kulipa mapili za hospitali nini na nini, kungekuwa na wamekata hii bima ya hospitali, hiyo pili yote ingekuwa inashughulikiwa na watu wa bima. Kwa hivyo ungetoa mwito kama mtaalamu, yes, kwa wananchi waweze kuchukua hizo bima. Mheshimiwa, ni kitu muhimu sana. Wakati unakucha unaambiwa ya kwamba utakuwa unalipa shilingi 1500 kwa mwaka, ama uambiwe kwa mwezi unalipa 120, unaona ni kitu kidogo unaignore, lakini wakati msiba imefanyika ndio sasa unaona umuhimu. Sasa mimi nilijaribu kuambia hawa committee members, nikajaribu kuambia kwamba ingekuwa ni muhimu hata tukimaliza hii iwe ni kama funzo. Tukimaliza hii tuende tujiandikishe kama kikundi, ama vile vile unaweza jiandikisha kama mtu binafsi, ama unaweza andikisha familia yako. Ndio mheshimiwa, inasaidia sana hii ukichukua. Na ilitokea namna gani katika hii kesi? Mheshimiwa, pataye tulichanga vizuri. Mlichanga kwa muda gani? Tulikaka mheshimiwa, kwa sababu unajua kutoa mwili Nairobi mpaka Western sio pesa kidogo mheshimiwa. So tulikaa kama wiki tukichanga tu. Na kwa sababu unajua sisi watu wa Western tukienda, mtu anaendanga na kila kitu yake ya nyumba, vitu zako zote inawekwa kwa kwani nafikiria hatukumbuki. Sio wewe nasungumusa na wewe ndio ulipotea for 1 month. Sasa mheshimiwa, huwa ni lazima tukakaa mheshimiwa, tukichanga kwa muda tulikaa mheshimiwa. Sasa baada tukafanikiwa tukapata 120,000 mheshimiwa, ndio ambayo ilipatiwa treasurer. Sasa siku ambayo ilifika tumeenda sasa kwa mochari kuenda kutoa mwili kupeleka nyumbani, tulingoja treasurer akuje mheshimiwa. Tulikaa kitoko tuone shetani akikuja mheshimiwa. Hakuna mtu alikuja. Tulikaa hivi unakaa. Kwa hivyo hamkupeleka maiti nyumbani siku hiyo. Ipelekwe na nini? Treasurer yuko wapi? Si ndio ule pale. Na tu mheshimiwa kwa ushahidi. Kanunua suti na pesa ya maiti. Wewe, una swali kwa ushahidi? Niko na watoto wewe. Niko na katoto kamoja ka 1 month na nimemkatia bima ya elimu. Ninashangaa mtoto wako. Wewe si chua naweza enda hii pesa itamlipa msomesha. Mtoto wako atakuwa kiambia watoto wengine baba yake anakuja kweli. Are you fit to be a father? Of course yes. Kwani ni nini sina? Mtoka wewe. Ni nini sina? Mtoka uende. Hizo ni spirits za Pamela zitakufuata. Peana heshima. Peana heshima kwa koti kwa kuinama namna hii mzee. Kuinama. Ingia pale ndani. Sio kuimba nyimbo ya taifa. Ingia pale mzee. Hata hiyo naipaka sana. Sawa. Ingia hapo ndani. Ingia hapo ndani. Kuja tuingie na wewe. Kuja. Hapa. Kaa hapo. Wewe ni wa dini gani? Hakuna kiti. Nasema simama hapo ndani. Uko Sring'anga Wewe ni wa dini gani? Ya Jumapili. Kanisa. Lakini unajua usiniulize swali ya Jumapili, sijui pastor. Sawa, majina yako. Pastor alienda ngambo yetu. Majina yako unaitwa nani? Pastor yetu alienda ngambo. Sawa. Majina yako? Like Santa Josephat. Inua hii Biblia na sema maneno nyuma yangu. Uinua hii Biblia. Chafuta? Na urudie Biblia nasema. Uinue tu usifungue. Oh, okay. Mimi urudie Biblia nasema. Mimi nani? Wewe. Urudie Biblia nasema. Mimi Alexander Josephat. Mimi ni Alexander. Unarudia Biblia nasema. Nisirudie tu. Okay. Mimi Alexander Josephat. Mimi ni Alexander Josephat. Sawa, unarudia. Ndio nasema mimi ni Alexander Josephat. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii.
Sahi. Rudia Na maneno nitasema kwa koti. Ni ukweli. Kweli. Kweli kabisa. Rudia vile nasema. Kweli. Unafikiri sita Rudia useme uongo. Kweli kabisa. Mungu nisaidie. Haleluya. Sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Sawa. Tarehe 6 mwezi wa 11 kutokea kitu gani hapo mtaani mnakaa? Kwa hii kesi. Ndio. Kwa hii kesi sisi ilikuwa iko kijana anakaa kwa flat. Mimi nilijenga flat ya ghorofa 4. Ndio. Iko kijana flat ni ghorofa. Ndio. Labda bado jua. Na mimi nakaa fangalo na hii ni flat. Ndio, endelea. Kwa flat na kaa kijana anaitwa Makofuyo. Jina yake ni Makofuyo. Na sisi hata mimi alikuwa kwa harusi yake ilianza kuoa kama mamaliza mwaka 3 kama nimeoa. Ndio. Alioa msijana anaitwa Famela. Ndio. Watu anaitanga yeye farm. Jina ya shortcut. Ndio. Yes. Sasa hii farm sisi imeshughulika na juzi sasa hii shida inatokea hii bibi yake anakuwa mgonjwa sana. Ndio. Alikuwa na shida ya mtoto na tumbo. Na tumbuana sana imeanza kujaribu kusaidia tumbo lakini mtoto hata ilikuwa anaharibika alafu sasa ile famu nakufa. Nilisikia mbaya. Hii kijana nani kidogo nani mtoto ya? Ndio, na baada ya kufa sasa sisi nakutana pale iko kama majirani nakutana. Nikasikia iko group kubwa sana hapa ya watu ya kutoka kwa pande hii kijana. Ndio. Naitwa Nyalugus na watu wanasemanga Nyalugus. Ndio. Nyalugus Welfare. Ndio. Akaingia kwa hiyo group na mimi niko na uhusiano kwa sababu hiyo fibi yangu ile ya samani ilikuwa inatoa huko samani mama yake anasaliwa huko. Sasa sisi ni kama mshemeji. Sasa mimi naingia ikasemekana Alexander atakuwa chairman. Mimi ninakuwa chairman ya hiyo committee na hasa kufanga na hasa kuandika pesa naandika na sisi naandika kwa ile kitabu sex size book. Kwa sex size book sisi naandika jina na pesa. Mzee, unamaanisha exercise book? Sex size ile doko. Ndio. Sisi naandika. Ile watu mingi imeandika ionekani inapotea. Sisi imekutana mwezi moja. Naelekea mwezi moja. Pesa haitoshi. Hatoshi kwa sababu ile watu naandika anasema nakuja wiki moja naisha naelekea mwezi sasa. Na bado ile familia bado na bado sikwa nakaa tu. Basi sisi imeona ile pesa imepatikana juzi ni shilingi 120,000. Ndio. Hiyo ndio itakasemekana ikipeleka hiyo safari kupeleka hiyo mambo mengine tutasaidia tu kushanga. Tukaona hiyo inatosha kupeleka hiyo msijana na siku kwao. Sasa kwa ile group iko mtu na kwa Teresha. Ndio. Kwa Teresha napatia yeye sisi ile pesa. Sasa wewe nakaa nayo nakusanya naandika. Alafu sasa kwenda kuchukua ile mfamela nikutana asubuhi kwa hospitali kuu ili weza kutoa ile mwili. Sisi naenda asubuhi. Imengoja ile Teresha bado onekana moja na yote kufika simu hakuna na yeye iko na pesa. Na yeye anabeba cash. Sisi anakuja ilife kila kitu. Basi sisi imekaa hapo mpaka jioni saa 10 sisi nasema hapana. Vile atafanya tafuta mtu afike aende kwa polisi. Ikasemekana ile polisi msuri ni ile karibu na kwa mahali sisi nakaa kwa Bete. Sasa mtu naenda kwa Bete, sisi naelishwa, naeleza hiyo hadithi msuri ile mtu naanza kutafutwa anayefuatikana Kitengela. Kuna jamaa mmoja aliwaambia kuhusu umuhimu wa kuwa na bima. Hii maneno nilisikia hapo. Ati anasemekana alikuwa na shida sana kama angekuwa na hiyo fima. Nikasikia bima mimi nafikirianga iko tu hiyo ya gari. Unajua mimi niko na ya gari. Ndio. Sijui iko ingine. Juzi nimesikia hata iko watoto. Naweka kwa elimu hii. Mimi nafikirianga school fees tu imetosha. Kumbe unaweza weka ni kama school fees ya fadae. No, maana. Ndio kama mtoto anaingia secondary school. Nikaona hiyo ni mzuri. Hata nilipatiana jina yangu sasa na majina ya maficha ya watoto sasa na iko mtu naongea na yeye. Ya hiyo kiwana. Kwa hivyo uliona umuhimu kwa sababu kama mngekuwa huyo wa marehemu alikuwa mumeo wako na bima. Ndio. Angezikwa tu. Hiyo kitu unaita last expensive. Hiyo bima ya hiyo maneno. Last expense. Last expense. Kwa nini nakatia hapo? Ni expensive. Last expensive. Na huyo treasurer yuko wapi? Ndio hii.
Uliza maswali. Niko na swali, mzee. Eh. Nikichukua pesa hiyo pesa mnasema mlinipatia iko pale nilisign? Sio wewe fado sign. Aha, Si ndio. biashara. Hii ni kuandika kwa roho safi. Tumesema sikusign. Kwa sababu Nikieleza mahakama ya kwamba ile pesa yote nilikuwa naokota kwa hiyo komiti, nilikuwa nampatia Makapuyo na yeye ndio amekula. Naweza kuwa nasema wrong. nawezekana anasema rongo kwa sababu sisi yako kwa mkutano kila siku, sisi naanza na maombi, nifunga na maombi na hesabu pesa ya siku hiyo napatia wewe. Asanti kwa ushahidi wako. Endelea. Niko na maana mengine nataka kutoa wito. Ndio. Katika ile watu yote najua yatakufa. Iweze kuchukua bima ya last expensive. Uweze kuchukua hiyo bima wakati wewe unajua itakufa ama bibi yako itakufa. Number 1. Number 2, chukua ile mtoto ambaye unajua wewe ambaye haitaenda Number 3. Wewe. Ni nini sasa unasema? Anaeleza kuhusu education policy. Mimi sasa hata haielewi, mimi wewe nikiwa shama na kuanka na maneno ya Ndio. kutoa. Chairman, Sisi endelea. tunataka kuendelea na kesi tafadhali. Chairman, endelea. Sasa mimi ndiye chairman. Hapa we si chairman. Hapa we ni shahidi na umemaliza ushahidi, toka. Umefanya vizuri kuelezea umuhimu wa bima mzee. Asante sana. Umeona hapo Bima ya tatu. Umeona ninajua sana. Ndio. Sasa unajua ukiwa kama chairman. Si nimekuambia utoke nje. Niseme nikiotoka. Toka. Mheshimiwa mashahidi wamekucha, baki na uamuzi wa mahakama. Mshtakiwa, Mheshimiwa. kulingana na ushahidi ambao umetolewa mbele ya koti hii, koti imeonelea una kesi ya kujibu. Karani wa koti muulize atajitetea akiwa wapi. Kunazo jinsi tatu za kujitetea. Jinsi ya kwanza, Ndio. ukiwa upande ule wa mashahidi, Eh. utaapishwa, kuulizwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Jinsi ya pili, ukiwa hapa ulipo, hautaapishwa na hautaulizwa maswali. Utajitetea na ukiwa na mashahidi, unaweza waita. Nayo jinsi ya tatu na ya mwisho, unaweza amua kunyamaza kimya, ngoje uamuzi wa koti. Je, mshtakiwa utajitetea uko wapi? Nikiwa tu hapa. Kuna mashahidi? Sina shahidi. Majina yako kamili ni nani? Naitwa Undiki Nyuka Kuota. Oloba Mangidi mheshimiwa. Ndiye Kinyuka Kuota. Nyuka Kuota. Unaishi wapi? Eh? Unaishi wapi? Naishi sasa niko Kitengela. Unaweza kuwa unaniita GM. Gideon Michael. Na unafanya kazi gani? Kazi niko na mingi. Mwanabiashara masuri, niko na magari, niko na kazi ya clearing and forwarding, niko na manyumba kukodisha. Kwa hivyo wewe ni mfanyibiashara kwa jumla. Mfanyibiashara, pesa niko nayo. Jitetee. Kusema ukweli mheshimiwa, tukianza hii kesi ya kusema ati nimekula 120. Ningetaka kuchukuliwa statement just from one of my accounts ndio uweze kujua pesa niko nayo. Siwezi kula 120. Ni kama tone moja ukiangusha ndani ya bahari, mheshimiwa. Kitu kingine ambayo ningependa kusema ni ya kwamba hakuna wakati nilitoroka. Mimi niliambia Makapuyo siku ya Masisi sitakuweko. Na nilikuwa naenda pande Dubai. You know Dubai? Ndio naitwa Dubai na Kiswahili. Nilikuwa naenda huko ndio nikuja na bidhaa ya kuendelea kuuza mheshimiwa. Hii pesa nasikia ati nimekula. Nilikuwa nampatia Makapuyo kila siku. Anasema unajua sasa shida ile ilikuwa kubwa ni kwamba watu wakikuja kwa matanga pale kwake nyumbani wanakula tu. Mtu analia, Pamela amekufa, alafu anaitisha ugali na kuku. Unaona? Mwingine analia, tumepoteza dada yetu, nipatie chai na mkate, wekelea juu ya meza. Sasa ile pesa tunachanga matanga ndio watu wanaendelea kukula. Wanakula. Mwingine anasema nimekuja kutoka nyumbani, sina fare kurudi Nyalgunga. Anachukua pale Makapuyo, anapatia yeye. Na ndio nikasema na ninapatia watu mwito wachukue hiyo bima ya last expense, sababu ukikufa ukiwa unachukua hiyo bima hakuna kutumia pesa yoyote siku ile wewe naenda. Watu yako watasumbuka, wanapata jeneza, napata gari ya kubeba mwili, wanapata ile ya kuteremusha mwili, na mochari unalipiwa, kila kitu unasimamiwa. Alafu ingine mheshimiwa, wakuwe na bima ya education, ukienda watoto yako utasomeshwa. Kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema? Hii 120 ambayo nasema ati nilikula, niko tayari kama wanataka nisimamie hiyo matanga, mazishi yote 120, hata kama wanataka 300, mimi namepa hao. Wanajaribu kuniharibia Mheshimiwa, jina. kulingana na ushahidi ambao umetolewa hapa, umeonyesha wazi kwamba mshtakiwa alikuwa ni mweka hazina katika kamati hii ambayo ilikuwa tayarisha hiyo mazishi, na ushahidi umeonyesha kwamba alitumia hizo pesa kwa njia ambayo anajua yeye mwenyewe. Mheshimiwa, ni makosa makubwa sana.
unachaguliwa kuwa kamati wa mazishi, unachaguliwa kuwa kama treasurer, alafu unatoweka na hiyo pesa. Na mheshimiwa, tumeambiwa na ofisa ambaye ametoka katika IRA umuhimu wa kuweka bima. Kwa maana kama angekuwa ameweka bima, hata hiyo muda wote ambao waliweka kukaa kwa muda wa miezi miwili wakichanga, haangechanga. Wangepeana tu tarehe ya mazishi kwa ile bima, kampuni ya bima ambayo wameweka bima nayo, na wangeweza kupewa na kusimamiwa na kila kitu. Mheshimiwa, ofisa ametuambia umuhimu wa kupeana hiyo, kuwa na hiyo bima ya mazishi, umuhimu wa kuwa na bima ya elimu, umuhimu wa kuwa na bima ya afya. Mheshimiwa, na mheshimiwa, upande wa mashtaka unaomba koti hii imchukulie mshtakiwa hatua kali. Ni tu katika kesi hii ambapo umeshtakiwa kwa kuiba pesa shilingi 1120 ambazo zilikuwa ni za matanga. Koti imesikiza ushahidi na pia na kujitetea kwako. Natakiwa ufahamu ya kwamba ni hatia kwa mtu yoyote ule kuchukua ama kuiba, maanake hiyo ni kuiba pesa zozote au kitu chochote ambacho kinaweza kuibiwa. Kama vile wao walivyofanya, watu wamekusanyana pale, wamechanga pesa, wamekuamini kama treasurer, wakakupatia hiyo pesa kusudi yule marehemu aweze kwenda kupelekwa mahali pake pa kupumzika pa mwisho. Wewe unachukua hiyo pesa unatoweka nayo. Hata kama si kuiba, uliiba ama ni vipi, lakini ile siku ilikuwa imeambiwa ndio ya mazishi, wewe ndio ulitoroka na wala hukupiga hata simu ulizima, ikipigwa wewe ni mteja. Kwa hivyo hiyo ni kuonesha ni kutoroka, ulikuwa umetoroka na hiyo pesa. Hakuna vile unajitetea hapa ukisema TCU na pesa ngapi na ikitakikana utalipa. Ile wakati ilikuwa inatakikana kufanya hiyo kazi ndio ulikuwa unatakiwa upeleke hiyo pesa na imsimamie huyo marehemu katika kazi yake ile ilikuwa inatakiwa kufanya ya mwisho. Ni vizuri hapo umeongea kwamba mtu ni vizuri akikata hiyo bima. Ndio. Lakini hata na hivyo ulifanya makosa. Koti hii imekupata na hatia ya kosa hilo na imekufunga kifungo cha miaka 3. Na pia vile si umesema mbele ya koti unaweza kulipa hiyo pesa ulikula. Mimi nalipa hata fine ile nyinda kata tu utalipa. Hiyo pesa unaweza wapatia wenyewe waende wakashughulike na kupeleka huo mwili nyumbani. Maana mpaka leo mwili umekuwa mochari. Na hizo siku imekuwa mochari pia hiyo bili ya juu uletewe ulipe. Tasimamia yote. Na koti hii imekupatia siku 14 za kukata rufaa. Na sasa hii kifungo miaka 3 nikilipa hii fine na achelewa hiyo. Uachiliwe kwa vile umefanya nini? Unajua miaka 3 madam si siku 3. Lazima uangalie hapo. Hata mimi nikisema hivyo nilikuwa najua si siku 3. Kwa hivyo utaserve kifungo na ulipe hiyo pesa. Na serve. Kama ukurithika na uamuzi urudishe appeal. Sijaridhika hata saa hii. Rudisha appeal after 14 days. Nina appeal tu saa hii. 14 days. Unasikia? Si ungepunguza. Sababu mimi nalipa hii. Kuna ile bond pending appeal unaweza kuifuatilia ukipata hata kunistaki na 120 na kuwa ni aibu. Watu wakisikia nilistakiwa sababu ya 120. Siwezi hata afadhali weke 1.2. Weka 1.2. At least niwacha kuonekana muishi goi. Muishi goi itaonekana mbaya. Wewe toka. Okay. Sasa unaona. Ananifunga 3 years.